Naitwa mchungaji Robinson Edward Moshi. Ni mchungaji wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini katika usharika wa Fukeni iliyopo katika kata yetu ya Mbokomu, ambako ni moja ya sehemu ambayo ilipata maafa ya washarika wetu kuangukiwa na maporomoko ya ardhi, na tukapoteza washarika wawili na usharika wa jirani msharika mmoja kutoka katika usharika wa Foyeni. Kipekee siku ya leo tumefikiwa na mpendwa wetu Salim Kikeke akiwa ameambatana na rafiki zake na watu ambao waliwashirikisha jambo hili na janga hili ambalo lilitukuta katika usharika wetu, wenzetu wa Zahara pamoja na wenzetu wa Asas, ambao kwa pamoja wamekuja kuungana na sisi katika ibada na kutukimbilia na kutupa maziwa, hizi paketi za maziwa tunazoziona hapa, pamoja na shilingi milioni 1 ili tuweze kutunza ile familia, kwa sababu tuko kwenye mchakato wa kuhakikisha zile familia zinapata makazi, lakini pia zinaweza kuhudumiwa katika mahitaji mengine ya kibinadamu, kwani zilipoteza makazi yao na mifugo na vile vyote walivyokuwa wanavitegemea kwa uchumi. Namshukuru sana Faraji Asas ambaye alinipigia simu akasema angependa na yeye kuchangia chochote. Kwa hiyo akatupa katoni 50 za maziwa ya Asas kwa ajili ya kuja kusaidia watu waliofikiwa na maafa hayo. Lakini vile vile ndugu zetu wa Zara, Mama Zara ambaye tunafanya naye kazi kwa muda mrefu sana, na yeye pia aliguswa sana na hili jambo na ametupa usafiri wa kuleta haya maziwa huku juu. Vile vile ametoa kiasi cha shilingi milioni 1 kwa sababu ni watu wanafanya pia kazi kwake ni wanatoka katika maeneo haya ya huko Moshi vijijini. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati kabisa kwa wale wote ambao wameweza kuungana nasi katika kuwasaidia watu wa Mbokomu, na kama Watanzania bila shaka yoyote matatizo kama haya yanapotokea tunaungana na kuweza kuja kuwafariji watu walioathirika. Naitwa Bernard Gerard Saini, ni afisa utumishi wa kampuni ya Zara Tours. Kwanza kabisa tunachukua fursa hii kutoa pole sana kwa wahanga wa mafuriko pamoja na familia zilizodondokewa na udongo, ambapo kuna vifo vimetokea na kuna wananchi wana mahitaji ya kibinadamu. Kwa hivi sasa tumekabidhi hiyo hela, lakini tunawaasa Watanzania, taasisi na makampuni mbalimbali kuendelea kuguswa, kwa sababu kuna familia ambazo zimepoteza wanafamilia, kuna familia ambazo zimepoteza makazi, na kuna wengine wana mahitaji ya kibinadamu. Kwa hiyo misaada bado inahitajika, na uongozi wa serikali ya mtaa pamoja na kanisa wanaendelea kupokea misaada. Naitwa Fred Gustafini Mlinga. Tukio lilipotokea kwa kweli hata mimi sikulisikia. Nilikuja kushtukia niko nje, nikiangalia hivi juu naona kuko wazi juu, sioni nyumba. Kumbe wakati huo sasa nimeshapelekwa, nimeshasogezwa, naangalia juu naona mvua inanyesha, alafu sijui nifanyeje, sioni nyumba. Sasa nikabidi nianze kupiga makelele. Nikapiga kelele, sasa mimi naelea tu. Bahati nzuri ndugu zangu hao mmoja hapo huyu hapa walikuja akanifukua, alinichomoa huko, wakanibeba na wakanileta kwa huko, kanipeleka hospitali. Nilipoangalia kule nikaona hamna mtu tena hapa. Akili ilikuwa inaniambia hivyo. Nikawa naambia jamani, naona huyu mtu sijui. Yaani wakaniambia hapana, yupo hai, wako hai. Basi nikakaa hivyo tu, kinyonge hivyo. Wengine wanasema sijui nini, wengine wanaleta matubari. Sasa ndio nikajua hamna kitu. Kwa kweli hapa ninapoishi naishi, lakini mawazo bado yananisumbua. Naitwa Victor Eugene Mlinga. Ni mdogo wake na huyu kwa baba mdogo. Mimi sielewi mambo jinsi ambavyo yako mpaka sasa hivi. Kwa sababu napo kule kwangu nimeathirika. Basi imebidi kutokana hapa ndo kuna eneo ambalo tunaweza tukajihifadhi kwa muda, ndo tukawa tuko hapa. Hawezi kupika, basi inabidi kumsaidia kupika, na kwa sababu hata mimi sina chochote, basi inabidi tukae naye hapa kwa namna hii au ile, kile tunachokipata kidogo ndo tuweze kusaidiana, haswa kula. Moyo wake unavuja damu, yani kutokana na hali yake unavyoona tofauti na mwanzo mlivyokuwa mnakaa. Unacheki tu mtu unajua huyu ana mawazo. Hata kule hospitali ndio maana anasema hapo ilibidi tusimwambie, kwa sababu hata hapa tulijua, lakini tukaona tukimwambia tu labda pressure inaweza kupanda zaidi, basi tukasababisha matatizo mengine.